Jeshi la polisi mkoani Mwanza linafanya uchunguzi kufuatia tukio la kijana mmoja anayesadikiwa kuwa na ugonjwa wa akili aliyoshambulia waumini wawili na kujeruhi kwa panga nje ya kanisa la Katoliki wilayani Ukerewe wakati wa ibada, na yeye kupoteza maisha kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali. Ni kwamba katika parokia ya Kunguri wilaya ya Ukerewe, wakati ibada ikiendelea, kijana aliyefahamika kwa jina la Renatus Sylvester mwenye umri wa miaka 38 maarufu kama Pakome, mkazi wa kijiji hicho, aliingia katika kanisa hilo kupitia mlango wa upande wa kulia akiwa amebeba mfuko na kuelekea moja kwa moja madhabahuni. Ndipo mwenyekiti wa parokia hiyo Constantine Mumba Pituro mwenye umri wa miaka 65 alipomshtukia kijana huyo kutokana na mienendo yake na kumtoa nje ya kanisa. Walipokuwa wakimhoji, kijana huyo alitoa upanga na kuwajeruhi watu wawili. Kutokana na kitendo hicho, kundi la waumini na wananchi waliokuwa nje ya kanisa walimdhibiti mtuhumiwa kwa kumpiga kwa silaha za jadi na kumjeruhi sehemu mbalimbali za mwili wake. Mtuhumiwa alikimbizwa hospitali ya wilaya Ukerewe kwa matibabu kutokana na majeraha aliyoyapata, lakini alifariki dunia kabla ya kufikishwa hospitalini. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo na kufuatilia hali ya majeruhi waliopelekwa hospitali. Sasa napitia maoni ya wadau kuhusiana na taarifa hii, mtazamaji. Mmoja huyo anasema anashauri serikali itoe agizo kuanzia ngazi za wajumbe wa nyumba 10 waangalie katika mitaa yao kama kuna machizi wenye hali mbaya ambao wanatishia kudhuru watu, wachukue wapeleke hospitali wakapate tiba na uangalizi. Itasaidia sana hii. Mwingine anasema ni chizi aliingia akaenda moja kwa moja madhabahuni na mfuko kisha akatokwa nje. Alipata wapi akili ya kuficha panga kwanza? Halafu mbona kila siku fujo mnazileta katika kanisa Katoliki? Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.